Kwa upande wetu sisi kama Q Masters ni matokeo ambayo kwa asilimia kubwa tulitegemea kwamba katika mashindano haya tutafika mbali. Umeona, lakini swala la kuchukua ni majaliwa, lakini kwa maandalizi ambayo tuliyafanya na mashindano ya mara ya mwisho ambayo tulishiriki last year South Africa yalitupa funzo kubwa. Ni namna ambavyo mnatakiwa mashindano kama yale tu approach. Kwa hiyo tukawa tumejifunza. Kwa hiyo mwaka huu tulivyosema kwamba tunarudi, tulikuwa tunajua tunarudi kivipi na tupite njia zipi. Umeona, na wachezaji walikuwa na maandalizi mazuri na tulifanya adjustment kwenye wachezaji wengi, na kitu ambacho pia kimechangia sana kuwa na matokeo. Ukiangalia sisi tulikuwa tuna quality kuanzia mwanzo mpaka hatua kufika finali kwenye live 1 na live 2. Hiyo inadhihirisha kabisa ubora wa timu yetu ambayo tulikuwa nayo, kwa sababu pia hata ukiangalia games zote ambazo tumepoteza games kwenye penalty, ina maana kwenye decider tumepoteza nadhani michezo mitatu katika mashindano yote, na katika michezo yote mitatu tumepoteza kwenye decider. Na pili, katika timu ambazo pia zimetufunga kwenye decider ni timu ambazo zina ubora ambao ni wa hali ya juu. Ukiangalia wachezaji ambao walikuwa big kills wote ni wachezaji wenye profile kubwa. Wachezaji ambao hapo Ghost Masters wote ni wachezaji wenye profile kubwa, lakini sisi tulikuwa tumejipanga vizuri na tukashukuru Mungu tukapata matokeo. Nadhani ni nidhamu ya wachezaji na kujua wanafanya nini, kwa sababu sisi nadhani peleka wachezaji waende wakashindane bila management kuwepo na wachezaji wakaweza kujicontrol na kuwa na nidhamu ya hali ya juu, maana yake ni kwamba inaonyesha kabisa kwamba ni kwa kiasi gani klabu ina wachezaji wanaojitambua na wanajua nini wanaofanya na wanatakiwa wafanye kitu gani. Kama klabu najua kulikuwa na mambo kadha wa kadha ambayo yaliyopita hapa katikati, lakini leo klabu ya Q Master inabeba ubingwa wa Afrika. Sifa kwa Tanzania, sifa kwa chama. Tafsiri yake ikoje? Kama unajua hii ni project, na unapoanzisha project sio lazima ikupe matokeo ndani ya siku moja. Umeona, ni kama tu mtu unapofungua biashara, usitegemee upate matokeo ndani ya siku moja. Ni kitu ambacho kinatengenezwa. Unajua hakuna matokeo magumu kama matokeo ya timu. Kwa sababu timu ni lazima utengeneze muunganiko wa wachezaji, utengeneze amani, wachezaji wote wawe na upendo. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo vinatengenezeka mpaka timu ipate matokeo. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumekuwa tunajaribu kukitengeneza kwa haraka, kwa sababu quality tunayo. Lakini combination ya timu kuitengeneza sio kitu kirahisi. Kutengeneza chemistry kwenye timu sio kitu chepesi. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho binafsi nilikuwa najaribu kukitengeneza kwa haraka sana ili timu iweze kupata matokeo. Kwanza sisi tunashukuru kwa namna ambavyo tumepata support kutoka kwa wadau na mashabiki. Maana mimi nafikiri klabu yetu ina wapenzi wengi sana ambao wanaitakia mema. Sio Tanzania tu, hata nchi za nje, kwa sababu tumeona namna ambavyo watu wamereact baada ya sisi kupata yale matokeo. Umeona, Kenya tuna mashabiki wengi sana, alafu hatuna mchezaji hata mmoja ambaye anatoka Kenya, lakini tumepata support kubwa sana kutoka kwa Kenya. Uganda tuna support kubwa, Kasoza kupata nafasi ya kushiriki kwa sababu ya visa kuchelewa, lakini tumepata support kubwa sana. Zambia na kadhalika. Kwa hiyo sisi tunachoweza tu kusema ni kwamba tunaendelea kutengeneza timu ambayo itakuwa na ushindani, tunaendelea kutengeneza wachezaji ambao watakuwa na ushindani. Umeona, ni kitu ambacho tunaahidi na naamini tutafanikiwa. Kikubwa tu ambacho mimi naweza nikazungumza kwamba sisi tunatoa fursa kwa kila mtu kufanya kazi au kuchezea kwenye klabu yetu. As long as tu mtu naamini kwamba bwana, mimi nikiwa hapa naweza nikatimiza zile ndoto zangu, kwa sababu hii sisi ni kama daraja ya wachezaji kufikia yale matarajio ambao wanataka kuyapata. Umeona, mfano mtu kama Kiande sidhani kama ipo siku alikuwa anaamini kwamba ipo siku anaweza akawakilisha klabu katika level ya kimataifa vile na kuwa na performance ambayo ni nzuri na ni kwa mara ya kwanza. Umeona, kwa hiyo ni fursa ambayo iko wazi, sio kwa Kiande tu. Hata wachezaji ambao hawajafanikiwa kwenda bado wana hiyo nafasi. Umeona, kwa hiyo ni swala tu la mtu kujitambua na kujituma na kufanya mazoezi kwa bidii, basi milango mingine itafunguka kwa urahisi sana. Kombe litakuja
na tutafanya sherehe, yani lazima tufanye sherehe. Ndio. Na tunategemea kufanya sherehe 3. Ndio. Na moja tutafanya hapa kwenye nyumbani kwetu. Yeah. 2 tutazifanyia kwenye wapinzani wetu ili pia na wao wapate nafasi ambayo ya kama watashinda kuja kwetu basi tunawafuata kwao na wao wapate furaha ambayo tunayo sisi. Kwa hiyo mchezo, unajua uzuri wa huu mchezo bwana ni unapomtambia mwenzako kidogo kuna kitu unajisikia, lakini hatutambi kwa nia mbaya, ni pia kuamsha upinzani. Sababu unajua unapofungwa mwenzako asipokutambia uumii, lakini akikutambia kidogo unaumia, ili next time ujifanyaje, ujipange vizuri. Kwa hiyo hao walioungana huko na wakaenda South, sawa, tunawaambia tu ni next time wafanye mazoezi vizuri, na Akida nimeona ameenda tu kucheza kule, kwa hiyo lakini naamini amejifunza jambo, basi inshallah tutegemee mashindano yanayokuja pia tutafanya vizuri.